Sistinyo, upi mtazamo wako kimbinu kwa walimu wote wawili, namna ambavyo umetazama kwanza na first half? First half ilitupa tafsiri nzuri kwamba sometimes kwenye mpira wa miguu mpira hauchezwi kwa form ya timu ilikuwaje kabla hizo dakika 90 au historia baina hizo timu ilikuwaje kabla hizo dakika 90. Mpira ni zile dakika 90 timu inacheza vipi. Na ukiangalia kwenye first half naweza nikasema timu zote mbili ziligawana zile nusu mbili, naweza nikasema za zile dakika 45 za kwanza. Silver Strikers walianza mechi kwa wao kuwa na mpira sana, then ile nusu ya pili ya hiyo first half kuelekea dakika 45 kabla ya mapumziko, Yanga ni kama kuna muda walichukua game. Kuchukua game kwa maana kwamba ball possession. Lakini hakuna timu ambayo ilikuwa na madhara makubwa sana kwa timu nyingine. Kwa maana kwamba kwenye kipindi cha kwanza pale dakika ya kwanza hadi dakika ya 30 na Silver Strikers waliachiwa mpira sana wakapossess. Yanga wakawa wapo muda mwingi wamekuwa pinned back. Yani wao ndo walilazimishwa kucheza kwenye nusu yao, kwa maana kwamba Silver Strikers walikuwa wakiwa na mpira wanakuja hadi kwenye nusu ya Yanga. Yanga waendi sana kwenye hawa press higher. Kwa hiyo nyakati nyingi ilionekana kama Silver Strikers wamechukua kama hii nusu nzima ya uwanja ya kwao, lakini pia wameingia hadi kwenye nusu ya Yanga wakiwa na mpira, walisogea zaidi kwa Yanga. Na hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba walipewa zaidi ya mita 60 za uwanja. Jengeni build up kwa uhuru, njooni hadi kwenye nusu yetu. Walipewa possession kubwa sana, wakawa wameushikilia mchezo. Ukisoma ball possession ya zile kuanzia dakika 30 dakika 30 labda kurudi nyuma, utakuta Silver Strikers wana ball possession kubwa sana, lakini Yanga walibaki nyuma mpira. Nyakati nyingi sana walionekana wapo kwenye muundo wao, wanazuia sana Silver Strikers kucheza lakini kuna muda utakuta wapo watu wawili mbele, Boeli pamoja na Dombia, wakati Pacome pamoja na Max wamesogea ili kuwaruhusu Izra pamoja na Boka wasitengenezewe maswali mengi, kwa sababu walikuwa na watu katikati ya mistari na walikuwa na watu wanapita pembeni. Kwa hiyo walitengeneza situation kama hizi. Nyakati nyingi sana walikuwa pinned back, kwa sababu hata pia walikuwa Silver Strikers wakipoteza mpira bado walikuwa wanaweza kuregain tena haraka, kwa sababu Yanga hawakuwa na zile positive transition nzuri. Hawakuweza kuijaribu sana hii shape ya Silver Strikers bila mpira kwenye zile moments za counter attacks au positive transition. Yani zile moments kabla hawajarejea kwenye muundo wao kuzuia. Kwa hiyo tuliona kipindi cha kwanza kama hichi, lakini kuelekea mwishoni Yanga wao wakawa wamechukua ile game, ni kama waliingia kama mchezoni hivi, wakawa wao wana possess sana. Tatizo likawa pale. Timu zote mbili zilikuwa bora kupossess, lakini zilikuwa na mapungufu kiasi kwenye kucreate na kufanya finishing. Ndio maana tukaona ile sare tasa kwa kipindi cha kwanza. Tumeona Yanga wamekuwa dhaifu mbele ya Silver Strikers kutoka na ushindi siku hii ya leo. Madhaifu ya Yanga yalikuwa wapi? Na mchezo wa kwanza kama sikosei wanapoteza toka msimu uanze na michuano yote ambayo wameshiriki msimu huu. Mapungufu yao yalikuwa wapi? Hasa kwenye goli walilofunga. Ukiangalia kwa kipindi cha kwanza walidefend vizuri moment ya kuzuia, ndio maana hawajafikiwa kwenye moment mbaya mpaka kufikia kufungwa. Kama unavyoona kwamba kipindi cha kwanza walikuwa na Boeli ambaye mara nyingi yeye ndo alikuwa anaenda, then nyuma yake kuna watu watatu, Pacome, Dombia pamoja na Max. Hawa walikuwa na deal sana na kumanage kati ya space na watu, kwamba ni watu gani ambao Silver Strikers wanapenda kuwatumia kwenye kuendeleza mashambulizi. Ni hawa watu wawili wa pembeni, lakini na mtu mmoja wa katikati. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya ni wana manage space, lakini pia hawaruhusu space, lakini pia hawamaki mtu kwa mtu. Kwa hiyo walikuwa wanafanya kama ile zone marking, hasa hii zone ya ndani, kwamba wasiweze kupita ndani. Lakini wakiwa kwenye nusu yao ulikuwa unaona walikuwa wana hii mistari mitatu ya uzuiaji. Izra pamoja na Boka wanarudi hadi usawa wa Baka pamoja na Job, then Maxi na Pacome wanarudi usawa wa Mudathir pamoja na Ndabwile. Huku mbele anabaki Dumbia pamoja na Boeli. Hii pia kuna namna kipindi cha kwanza iliwasaidia kutokupenyeka kirahisi, kwa sababu walikuwa wanawaruhusu wa huku kuweza kupossess, lakini walikuwa waruhusu huku ndani kuweza kuvunja mistari yao na kuweza kufika haraka. Sasa Silver Strikers walingamua hiyo situation, wakaona hawa wakiwa wamejipanga kuzuia ni ngumu kuwavunjia mistari yao na kuweza kuwafikia, ambao ni ubora wa Yanga. Ndio maana walikuwa hawajawahi kufunga goli na timu pinzani kuanzia msimu umeanza. Walichokifanya ni nini? Walichokifanya ni kwamba kwenye kipindi cha pili ni kutafuta moment nzuri kwenye positive transitions. Kwanza kwa kipindi cha kwanza waliona kabisa kwamba kuna muda Aziza Ndabwile pia anawalinda vizuri sana Job pamoja na Baka kwenye zile moments za defensive transition, kwamba Yanga wamepoteza mpira wao ukipiga counter attacks nyingi, Aziza anakuwa ameshafika, si ndivyo? Sasa hizi moments zote tumeshindwa. Wakiwa bila mpira wanajipanga vizuri kuzuia, lakini wakiwa wamepoteza mpira bado
tukiwapiga counter attacks Aziz anafika sana kwenye zile mianya wanaoiacha wazi. Sasa tunafanyaje? Walichokifanya ni hichi hapa. Yanga wametoka kupoteza mpira kwenye nusu ya wapinzani. Of course muda ule ndani alishakuepo Edmund John. Edmund John alishakuepo. Mudathir alishatoka, lakini nakumbuka pia alikuepo Dube. Boyela alishatoka, lakini pia nakumbuka alikuepo Ikua ndani. Dombia pia alishatoka. Nafikiri na Duke Abuya alikuepo ndani pia. Israel alitoka. Kwenye moment hilo ukiangalia Yanga walikuwa wanazuia na 4-1-4-1. Na kwenye hiyo 4-1-4-1 yao walikuwa wana Aziz peke yake mbele ya viungo, mbele ya mabeki. Aziz peke yake mbele ya mabeki na maana ni watu wanne. Maxim Daule alikuwa anacheza kama beki sana na yeye kwa sababu Israel alishatoka kama wing back. Na walikuwa na watu wanne nyuma ya mshambuliaji wao. Walichokifanya hawa Silver Strikers ni kwamba walikuwa wanajenga shambulizi kwenye ile moment Yanga wametoka kupoteza mpira. Hii tunaita artificial transition. Kwamba mpira ulikuwa kwenye umiliki wa Yanga, wakafika hadi kwenye goli la Silver Strikers, then kipa akachukua uamuzi wa kuanzisha haraka. Yaani anaifanya ile transition inakuwa artificial. Kwamba kabla Yanga wajarudi kwenye zile blocks zao vizuri, si tuanzishe mpira haraka haraka. Na ukiangalia kwenye ile moment Yanga walikuwa na depth kubwa sana ya uzuiaji. Yaani nafasi kati ya mstari wa uzuiaji na mstari wa kwanza wa uzuiaji na mstari wa mwisho kutoka kwa mabeki hadi kwa Dube ilikuwa kubwa sana kiasi kwamba katikati kulikuwa kuna mianya mingi. Na sehemu walowin wao ni kwamba hapa kwa Ndambwile kuna mchezaji wao lazima atacheza kwenye upande mmoja wa Ndambwile, na ili wakianzisha ili shambulizi, ujenzi wa shambulizi uwe na numerical superiority, na maana Dube hata hawaweza hao wote, ina maana wata progress. Pia wakiprogress ni rahisi sana kumuona huyu mtu kwa sababu kuna space kubwa sana katikati ya mistari mbele ya mabeki, kwa sababu hapa yupo Aziz peke yake na Ndambwile. Kwa hiyo ikawa rahisi huyu kupokea mpira, na kwa sababu kuna space kubwa ikawa kuna muda wa yeye kuweza kufanya creativity aliyoifanya mpaka mwenzake akaja akafunga. Kwa hiyo utaona mapungufu ya Yanga ilikuwa ni namna gani tuna deal na situations, kwamba tumetoka kupoteza mpira, tusipumzike, tuanze kureact pale pale, kwamba tuanze kujipanga kuanza kuzuia. Hii ni artificial transition. Nani mark nani to mark zone, tusiache space wapi. Wao waliacha space katikati ya mistari. Kiungo mshambuliaji kama Vunga au ile uchizi Vunga anaitwa, ukimwachia space na time katikati ya mistari ni rahisi sana kuadhibu kama alivyokuadhibu. Kwa hiyo nafikiri waliadhibiwa kwa sababu kama hiyo. Mbuzi, hayo ni mambo ya kimbinu zaidi. Kuna baadhi ya matukio tata ambayo yalitokea ndani ya dakika zote 90. Tukianza kwanza, kuna ile tukio la Andrew Boyeli, namna ambavyo alichezewa foul ndani ya box, lakini kuna goli la Young Africans ambayo pia lilipatikana, lakini kuna ile tukio la Pacome Zouzoua. Miongoni mwa matukio haya ambayo yametokea, Sistinyo ulipotazama, umeona kuna miongoni mwa tukio ambayo ilikuwa inabidi liwe penalty siku ile leo? Kwenye matukio yote matatu mimi sijaona kama kuna tukio ambalo linastahili tafsiriwa au likastahili kwa penalty. Ukianza na tukio la Boka, of course Boka alikuwa anatoa assist, Yanga wakafunga goli, iliingia hadi kwenye nyavu. Lakini wakati yeye anapewa mpira alishakuwa kwenye offside position. Kwa hiyo ina maana huwezi kutafsiri goli kwa sababu alishazidi kabla ya kutoa pasi ya goli, si ndivyo? Lakini kwenye tukio la pili ni lile la Ndiboeli kuchezewa madhambi kwenye box, si ndivyo? Ndani ya box, yes. Nafikiri pale vile kulikuwa kuna contact, lakini contact ilikuja baada ya yeye tayari kuwa ameshafanya tendo. Alishapiga ule mpira. Na ukiangalia pia body position yake na moment yenyewe ilikuwa inamfanya yeye kuweza kuanguka zaidi kabla hata ya contact. Sababu alikuwa amejiposition vibaya kabla ya kupokea mpira. Lakini kwenye tukio la Pacome yeye alimnawisha mchezaji wa timu pinzani. Ina maana Yanga ndio walitaka wapate penalty, lakini situation ya kunawisha, yani kuipata ile penalty ilikuwa haiwezi kuwa penalty kwa sababu mkono wa mchezaji wa Silver Strikers ulogusa ule mpira ulikuwa kwenye natural position. Kwa maana kwamba mikono kuna namna inatakiwa iwe ili iwe itafsiriwe kwa penalty. Kwa hiyo kwenye matukio yote matatu sikuona tukio ambalo Yanga walistahili kupata penalty.